wasalimu wote katika jina la Yesu. Katika hii wiki nzima tutakwenda kusema habari ya mambo yanaitwa kuzijua siri za Mungu. Tutaenda kujifunza na kuchambua mambo yanayoitwa siri za Mungu. Mungu ni Mungu mwenye siri. Sema amen, amen. Amen. Hafungui siri zake kila mahali, ila kwa wale tu aliowakusudia. Na wale waliokusudiwa wakifunguliwa fahamu zao, wazijue hizo siri, maisha yao hayawezi kubaki jinsi yalivyokuwa. Maana maisha ya mwanadamu ni siri. Wewe mwenyewe ni siri. Hujijui kesho itakuwaje. Hujui watoto wako watakuwaje. Hujui yatakayo kukuta baada ya kutoka kwenye mkutano huu. Kwa hiyo kila kitu katika mwanadamu ni siri. Na mwenye kujua siri zote ni Mungu. Sema amen, amen. Shetani hajui siri, wala wachawi hawajui kesho. Mwenye kuijua kesho ni Mungu mwenyewe. Na kama ni Mungu anajua siri, anakujua wewe ni nani katika ulimwengu huu. Hakuna mtu anajua wewe ni nani. Kesho yako hakuna mtu anayejua. Sema amen, amen. Kama hakuna mtu anayejua, hakuna mchawi anaweza kaigeuza kesho yako. Maana hajui kesho Mungu amekuandalia nini. Sema na mimi amen. Na kama amenikusudia nijijue mimi ni nani, lazima Mungu atumie maandiko yake matakatifu kutufunulia sisi ya kwamba ni watu wa namna gani. Sema amen. Na kanuni ya Mungu, Mungu ni Mungu wa siri. Amen. Mungu ni Mungu wa siri. Maana ukishapewa siri, siri ya Mungu ni nguvu za mtu. Sema amen, amen. Niweke neno la msingi, kitabu cha Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati, sura ya 29 na mstari wake wa 29. Maandiko yanasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Ukisikia neno naitwa mambo ni mjumuisho wa vitu vingi. Sema amen. Sio kitu kimoja, ni mambo mengi. Kwa mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Wewe muulize mwenzako, mambo vipi? Geukia na mwingine mwambie mambo mazuri. Ongeza sauti, mambo yako mazuri. Kama yako mazuri ni ndani ya Yesu, mpigie Yesu makofi mazuri. Maandiko yanasema mambo ya siri ni kusema yasiyojulikana. Mambo ni mengi, kwa lugha nyingine ni mjumuisho wa vitu vingi visivyojulikana na mwanadamu, lakini vinajulikana na Mungu. Sema amen. Ikiwa mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, Mungu mwenyewe aliyemuumba mwanadamu anamjua huyo mwanadamu, jinsi alivyo wa tofauti, alivyo wa pekee, alivyo wa ajabu. Katika viumbe vyote vilivyowahi kuumbwa na Mungu, hakuna kilichoumbwa kwa ubora wote, kwa uzuri wote, kwa ujuzi wote wa Mungu kama mwanadamu. Viumbe wengine wako malaika, na malaika wako aina nyingi. Wako malaika wanaitwa maserafi, wako malaika wanaitwa makerubi, wako malaika wanaoitwa wakazi au watumishi. Wengine wana majina kabisa kama ya binadamu.
Lakini hawa malaika hawawezi fikia ubora tulioumbwa wanadamu. Malaika hawajaumbwa kwa sura ya Mungu. Hakuna malaika mwenye sura ya Mungu. Sema amen, amen. Hakuna malaika mwenye maamuzi yake mwenyewe ya kusema ndio au hapana. Hamna. Sisi tunaweza tukasema hapana na tukasema ndio. Kwa hiyo malaika kwao kila kitu kwa Mungu ni ndio. Hawawezi wakasema hapana. Kwa hiyo mwanadamu anayo maamuzi yake mwenyewe. Ana asili ya kuchagua. Ana asili ya kusema ndio au hapana. Ana asili ndani yake ya kuweza kusikia na kusema napenda au sipendi. Mungu huyu aliyemuumba mwanadamu akamweka kuwa mtawala. Hajawahi kumweka malaika kuwa mtawala. Sema amen, amen. Hajawahi kumbariki malaika. Hajawahi kumbariki malaika. Hajawahi kuchukua neno lake akaliweka ndani ya malaika. Hajawahi kumweka Roho wake Mtakatifu ndani ya malaika. Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe cha pekee sana. Na huyu mwanadamu Mungu ndiye amesema nitakaa ndani yake. Nami nitaishi pamoja naye. Nami nitakula pamoja naye. Nami nitatembea pamoja naye. Kwa hiyo mwanadamu sio kiumbe wa kawaida. Kama unanisikia na wewe ni mwanadamu, kwa lugha ya Kiswahili kizuri ningesema wewe ni binadamu. Binadamu ni kiumbe cha pekee. Sema amen, amen. Cha pekee ambacho Mungu ameweka agano na yeye. Hakuna kiumbe kingine chenye kuwa na agano na Mungu. Ni makerubi wanaoimba tu peke yake wale mbele za Mungu, lakini hawana agano. Ni mwanadamu pekee amewekewa kukaa mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Haleluya. Ni mwanadamu. Lakini nataka nimuone ni mwanadamu ambaye Mungu anaweza akasema mimi nakujua. Mimi ninakujua. Yeremia sura ya 1. Yeremia sura ya 1. Mstari wake wa 4 Biblia inasema hivi. Neno la Bwana lilinijia kusema. Yeremia anaongea katika kitabu chake. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sija kuumba katika tumbo. Mungu anaweka sifa kubwa, nalikujua. Anayenijua mimi ni Mungu. Anayejua watoto wangu ni Mungu. Mimi siwajui. Maana kabla mimi sijapata mtoto, Mungu alimjua mtoto wangu. Sema amen, amen. Piga kelele, sema amen. Ninatamani uione siri hii. Siri hii. Hii ni siri inayofunuliwa. Hii ni siri inayofunuliwa. Hakuna anayekujua zaidi ya Mungu. Kama unasema hiyo ndio, sema ndio nzuri. Sema amen. Baba yangu na mama yangu hawanijui, wewe utanijua wapi? Haleluya. Wao walinijua waliponizaa tu. Hey, mtoto mzuri, mwanamume wa Karinga, tumepata mtoto mwanamume. Lakini hawanijui nikioteshwa mifupa tumboni, akiniumba tumboni. Hawanijui. Kule tumboni hawakujua mimi ni kijana au msichana. Kule tumboni hawakujua nywele zinaotaje. Kule tumboni hawakujua miguu na mikono inaweza ikatoka ikiwa ina nguvu ya kufanya kazi na kutembea. Hawajui. Walikuja kumwona akizaliwa. Haleluya.
Sema amen, amen. Sasa kwenye kuumba, kwenye kumuumba tumboni, Mungu anaweka vitu ndani ya mwanadamu. Anapokuumba wewe, anaweka vitu mwingine asiyovyokuwa navyo. Anakufanya uwe tofauti na mwingine. Anakufanya uwe bora kuliko mwingine. Anakufanya uwe mkuu kuliko mwingine. Ndio maana utakuta tuna viongozi mbalimbali, tuna watu wa tabia mbalimbali, tuna maisha ya tofauti, hatufanani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tumchambue Mungu aliyetuumba sisi wanadamu, atufunulie siri sisi ni nani. Maarifa. Kabla sijakuumba, anasema kabla. Niulize swali. Yeremia anasema neno la Bwana lilinijia. Neno la Bwana. Neno la nani? Lilinijia kusema. Hakusema Mungu alinijia. Alisema nini? Neno. Kwa hiyo neno ndilo litatushuhudia. Sema amen, amen. Maana tukisema Mungu alikuja akasema na mimi, ndugu yangu tutakuuliza ni mrefu mfupi. Na ukishindwa kutuambia ana sura gani tutakuacha. Lakini ukituuliza ni nani amesema nawe, ukisema ni neno, tutakujua. Tunajua lipo neno la Bwana katika mkutano huu. Piga kelele, sema liko neno la Bwana hapa. Watu wa Mungu, piga kelele, sema liko neno la Bwana hapa. Anaongea, anasema neno la Bwana likanijia kusema. Linasemaje? Kabla sijakuumba. Nina Biblia nimeiacha hotelini kwangu ya kizungu. Inaeleza kwa akili za binadamu waliomchambua mwanadamu jinsi alivyoumbwa katika asili ya mwili tu, hawajui roho yake. Kwa hiyo wakaandika kisayansi, wanaosomea mambo ya mwanadamu na viungo vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo wakachukua kwanza mishipa ya damu. Mishipa ya nini? Ya damu. Wakachukua mishipa, wakaifumua kitaalamu kwa njia ya mashine walizonazo. Sijui walimchukua ni mwanadamu maiti, wakachomoa mishipa. Bwana Yesu asifiwe. Wakiendelea kuichomoa mishipa ya mwanadamu, ikawa ina uwezo wa umbali kufika mwanadamu mmoja maili 800. Halo? Sio kilomita, maili. Amani kusoma kutoka hapa Makwale na Arusha, wewe peke yako, mshipa damu inayozungukia huku, inatokea huku, inatoka hivi, inaenda hivi, ikinyooshwa hivi, ni hapa na Arusha. Halo? Wakachambua ulimi wa mdomo, unaweza ukagundua ladha 400. Ukigusa hii unajua pilipili, chumvi, limao, udi, sijui nini. Pua ya mwanadamu inanusa vitu 600. Ukijua hivi unajua hii harufu mbaya ya nini. Hii ni nzuri, hii sio nzuri. Ile aina ya kuweza kuchambua Mungu ameweka ndani ya mwanadamu. Lakini bado huyo mwanadamu hajamjua mwanadamu huyo anayeweza kuwa na mishipa hii, Mungu ameweka siri gani ndani yake. Hawezi kujua kesho yako ikoje. Haleluya. Hawawezi kujua mume wako anayekuoa kesho ni nani. Hawawezi kujua mtoto wako wa kwanza atazaliwa mwaka 2025 ni nani. Wanadamu wanajaribu kutengeneza vitu, lakini hawawezi mfikia Mungu mwenyewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu. Yeremia anaambiwa hapa, siri ya kwanza,
mimi nakujua. Kabla sijakuumba nalikujua. Sasa lile neno nakujua, lile neno nakujua, jamani, tuambiane. Amen. Tuambiane ukweli hapa. Wangapi wananijua tangu nilipokuja hapa? Nilikuja lini hapa? Okay. Simuliniona kuna wakati nilikuwa hapa. Wangapi waliniona? Nikuulize swali, ungenikuta Mbeya mjini kule Manjelwa, ungenisahau? Ungeniambiaje? Ugonile pasta. Ningesema amina amina, ujambo. Alafu ningekuuliza wewe umenijua wapi? Nilikuona Makwale. Kwa nini ulisema unanijua umeniona Makwale? Kwa sababu nilikaa na wewe siku 7 zilizokuwepo. Amen. Kwenye zile siku 7 unaweza ukaniambia, pastor ulikuja kwenye mkutano ukaniombea, pastor ulikuja kwenye mkutano ukacheza pale kwenye ile pambio ukaimba, ninakujua. Sasa ile neno kunijua ni kwa sababu uliniona. Haleluya. Unanijua kwa sababu kuna mambo yaliyotendeka ukayaona kwangu. Na Mungu anasema nalikujua. Amen. Kwa sababu kuna mambo Mungu ameyafanya ya siri ndani yangu ambayo jirani yangu hajui, kanisa hawajui. Sema amina amina. Kwa mfano hapa sahihi hakuna mtu anaweza kukujua wewe ni nani, lakini kuna kitu ndani ya maisha yako ambacho kinaenda kufunuliwa na Mungu kwenye hii wiki. Kikienda kufunuliwa tutashika mdomo, oh my God, kumbe huyu dada ana kipawa kizuri namna hii, kumbe yule kijana Mungu amembariki namna hii, lakini kwa leo tukikuangalia hatukujui. Sasa kuna mambo ambayo Mungu anasema yaliyofunuliwa ni yetu sisi. Sasa yatafunuliwaje? Lazima tuyaone kwenye neno. Na mimi nataka, kuna vitu vikubwa ndani yako, vitu vya kushangaza dunia, vitu vyenye kumletea Mungu utukufu, alivyoviumba ndani yako, alivyoviweka ndani yako. Kuna vipawa mbalimbali, kuna karama mbalimbali, kuna ujuzi wa aina nyingi ndani yako, kuna aina nyingi za sauti ndani yako, kuna vitu vingi vya kutingisha dunia viko ndani yako, lakini huviwezi kuvitoa maana hujawahi kumjua Mungu aliyekuumba ni koje. Sasa anasema hivi, neno la pili. Sema amen amen. Neno la pili anamwambia Yeremia hivi, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nafurahishwaga sana na hili neno. Na kabla hujatoka tumboni, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie huwezi kunitafutia makosa ya tangu kuzaliwa. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie hauna jambo lolote lililotoka tumboni kwako. Tumboni kwako au tumbo kwa wazazi? Kwa wazazi. Sema amen amen. Hauna jambo lolote tumboni kwa wazazi uliosema nimetoka nalo ambalo ni libaya. Tunakubaliana hapa? Hii lugha yangu sijui kama nimenyosha. Nimezaliwa lakini hakuna kibaya kilichozaliwa na mimi ndani yangu. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Sikiliza hii lugha nzuri, kesho usipate shida. Kabla hujazaliwa, kabla hujatoka tumboni mwa mama yako, kulikuwa na kasoro kwa mama yako, kulikuwa na kasoro kwa mama uko tumboni, lakini zile kasoro haukutoka nazo. Sema amina amina. Kama mama yako alikuwa mlevi, hutoki tumboni mwa mama yako na wewe ukiwa na roho ya ulevi. No, na alikutakasa. Piga kelele wewe uliye Mkristo na muamini Yesu. Ongeza kelele, sema hakuna uchafu wowote. Ikiwa mama yangu alizaa katika dhambi, halo, ilikuwa labda kuna ugonjwa ndani ya mama yangu, kuna umasikini, sikuzaliwa nao. Piga kelele, sema sikuzaliwa nao.
Sema sikuzaliwa na magonjwa. Sikuzaliwa na umasikini. Piga makelele, sema asante Yesu. Kuna historia ya kwamba tumezaliwa na tumerithi kutoka tumboni mama zetu. Na mimi na neno la Bwana leo linatujia. Sema amen, amen. Mgeukie jirani yako, mwambie neno la Bwana limenijia leo. Ya kwamba kabla sijazaliwa kutoka tumboni mama yangu alinitakasa kabisa. Alinitakasa kabisa. Alinisafisha damu yangu. Akanisafisha mifupa. Na kila kilicho ndani yangu kichafu kiliondolewa. Huyu Mungu nampenda. Siri namba 1 ndani ya maisha yako inayofunuliwa leo. Sema amen, amen. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu, lakini yale yaliyofunuliwa yanafunuliwa na neno. Yanafunuliwa na nini? Na neno. Namba 1 amenifunulia leo. Hakuna anayenijua. Ni Mungu ananijua. Weka moyoni mwako hii. Itakusaidia maisha yako yote. Nataka niseme tena hivi. Na hata tokea mtu ukijua siri hii akakuwekea mabaya kesho, akakuzuilia baraka zako kesho. Sema amen, amen. Haitakaa itokee wakakuchimbia shimo ukaingia tena, kwa sababu sasa hakuna anayenijua. Iko hivi, nitakueleza katika Agano Jipya. Nitakufunulia hii siri kwenye Agano Jipya. Maana hili neno linazungumzwa kiunabii. Kiunabii maana yake lazima liende litekelezwe. Lazima liende lifunuliwe. Lazima liende kutokea. Lilikuwa halina jinsi ya kutokea kwenye kitabu cha Agano la Kale. Lazima liende kutokea kwenye Agano Jipya. Yeremia anasema kabla sijakuumba nalikujua. Lile neno nakujua, kuna mambo. Sema amen, amen. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu, lakini yale yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Sema amen, amen. Sasa linakwenda kutokea jambo ambalo lazima lifunue. Sema amen. Na moja ya mambo anayetufunulia, hakuna anayekujua, Mungu ndiye anakujua. Siri namba 1 maisha yangu, hakuna anayenijua. Kwamba kesho yangu ikoje. Hakuna mtu anajua kifo changu ni wapi. Hakuna mtu anaweza kupanga kifo changu. Hiyo ni siri Mungu ameiweka. Sema amen, amen. Mgeukie jirani yako, mwambie hakuna anaweza kupanga maisha yako. Sema hawanijui hata mmoja. Namba 2 anachosema tena Yeremia, na kabla hujazaliwa, hujatoka tumboni mwa mama yako, nalikutakasa. Hiyo siri ni kubwa. Naomba ichukue hiyo. Inaenda kutokea wapi? Lazima itokee katika Kristo Yesu. Sema amen, amen. Neno kutakaswa lazima litokee katika Kristo Yesu. Na katika Kristo Yesu ndipo mahali ambapo kila mtu atakayemwendea kwa kumwamini anaenda kutakaswa. Sema amen. Neno kutakaswa, tafsiri yake ya pili ni kutoka katika utu wa kale. Ni kutolewa kwenye asili ya Adamu wa kwanza na kuingia kwenye asili ya Adamu wa pili, ambaye ndiye Yesu Kristo, Adamu wa pili. Sasa ukichukua asili yake yeye walio Adamu wa pili, unaichukua kwa kupitia kitendo cha kumwamini. Katika ile hatua ya kumwamini, unaingia kwenye hatua ambayo hakuna chochote kilichozaliwa katika mwili kilichoingia kwa kupitia wazazi, kwa asili ya mahali walipotokea, walipokulia, kwa matendo yao
hadi kufa, hakuna chochote kwenye asili hiyo kitakachoingia kwenye asili ya Adamu wa pili. Kwenye asili ya Adamu wa pili ndipo panapotokea neno kuamini au kutakaswa. Sema pamoja na mimi, nimetakaswa. Unatakaswa kwa njia ya kumwamini Kristo. Tunasamehewa kwa njia ya kumwamini. Neno kutakaswa, lugha nyingine, mkoma mmoja alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Hakuna mwingine anaweza kutakasa. Hakuna mwingine anajua namna ya kukutakasa wewe. Hamna. Na hakuna mwenye uwezo wa kukutakasa wewe. Ukoma ni laana. Ni ugonjwa wa laana ulioingia aidha kwa yule aliyetenda kama mzazi, ukaenda kwa watoto, watoto wakajikuta wameingia kwenye tatizo, au ni yeye mtu mwenyewe aliingia kwenye kosa, laana ikampata, au ni mtu mbaya alimuonea wivu, akaenda kuchukua nguvu za giza, akamchafulia yule mtu maisha, ngozi ya mwili wake, asili ya maisha yake, hatima ya maisha yake ikaingia katika uchafu. Lakini mwenye ukoma alipomwona Yesu, ukisoma kwenye Marko sura ile ya kwanza na kuanzia mstari wa 44 kule, utakuta yule mtu akamwangukia Yesu akamwambia, tafadhali unirehemu, ukitaka waweza kunitakasa. Maana wewe ndiye unaweza kuondoa asili ya kwanza ukaingiza asili nzuri, kuniondolea mabaya ukaniwekea mema, kuniondolea magonjwa ukaniwekea afya, kuniondolea umaskini ukaniwekea utajiri. Hakuna mwingine, ni wewe. Yeremia akamwambia, kabla hujatoka tumboni mama yako nalikutakasa. Hili neno naenda kuliona katika Yohana. Japo mkoma, Biblia inasema Yesu akanyosha mkono wake akasema, nataka takasika. Mara ukoma wake ukaisha. Lakini kwa wewe na mimi ambaye sasa tuko hapa kwa njia ya kumwamini Yesu, ili niingie kwenye hatua ya kubwa zaidi, kubwa zaidi. Sema amen, amen. Napenda hiyo hatua kubwa zaidi. Nisiweze kuhofu chochote, nisiweze kuogopa kesho. Yohana 3, na kuingiza hapo kama mahali pa msingi pa kuendelea katika siku zijazo. Yohana mtakatifu sura ya 3. Nianze mstari wa 6. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Sema amen, amen. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nalikwambia, huna budi, nalipenda hilo neno, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huna budi. Kwa Kiswahili kingine tungesemaje, Waswahili wenzangu? Neno huna budi, tafsiri yake nyingine ni lazima. Asante sana. Ni lazima ili uweze kupata hatima nzuri ya maisha, uione kesho yako bora, uone maisha yako ya baadaye bora, yasiyoweza kuingiliwa na mtu. Huna budi. Geukia mwenzako mwambie, lazima uzaliwe mara ya pili. Mwambie, huna budi uzaliwe mara ya pili. Anasema hivi Yesu kwenye mstari unaofuata, upepo uvuma upendako. Upepo uvuma upendako. Upepo uvuma. Muulize mwenzako, ulishawahi kuona upepo? Nani alishawahi kuona upepo hapa? Mwambie mwenzako, basi hata na wewe huwezi kuniona.
ninapoelekea. Maandiko yanasema na sauti yake waisikia, na hata na mimi mnanisikia hapa. Amen. Sema amen, amina. Lakini hujui ninapoelekea. Haleluya. Ya tatu, lakini haujui unakotoka. Anasema Yesu, upepo unapovuma hujui unapoelekea, hujui unapotoka na unapoelekea, lakini wasikia sauti yake. Mtakaa na mimi, nitakaa na wewe, nitakusikia, lakini sijui kesho yako. Kwa nini sijui? Umezaliwa mara ya pili. Hapo ndipo kile kitendo cha Yeremia 1 kinakuja kudhihirishwa huku. Kanisa la Bwana sema amen, amen. Yeremia anachoambiwa, kabla sijakuumba nalikujua hapa, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa hapo, nami nalikufanya wewe kuwa nabii hapo. Hatima ya mambo yote ya kesho Mungu ameniwekea hapo. Sasa ili litimie ile neno, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Sema amen, amen. Huna budi kuzaliwa mara ya pili. Lakini nataka nikwambie, usipozaliwa mara ya pili, wewe sio upepo. Wewe ni mwili. Utaibiwa, utadanganywa, watakuloga. Haleluya. Nasikilizwa hapa. Usipozaliwa mara ya pili, kilichozaliwa na mwili na kilichozaliwa na roho, kilichozaliwa na roho Yesu anakifananisha na upepo uvumao. Sauti yake wasikia, lakini hujui unapotoka wala uendapo. Nataka nikwambie hivi, ukizaliwa mara ya pili hakuna mchawi. Mungu wa Israeli. Kanisa piga kelele, sema asante Yesu. Jamani, address imebadilika. Ni kweli wewe Mnyakyusa mwili, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho wewe sio Mnyakyusa, wewe ni upepo uvumao. Hata ndugu zako waliozaliwa na wewe hawakujui. Wanajua tu wewe tulizaliwa wote katika mwili, lakini kumbe hawajui ulipotoka na alikujua kabla sijakuumba, na hawajui unakoelekea. Na nataka nikuhakikishie, hata kama watachukua nguo zako waende kwa waganga, watachukua nguo lakini wataloga kiwanda cha nguo, hawatakuloga wewe. Piga kelele, sema wataiba. Na wataiba, lakini hawataniiba. Iko hivi. Ndugu yangu, najua upepo na rangi gani? Basi hakuna mtu anakujua. Muulize mwenzako, unaweza ukashika upepo kwa mkono? Mwambie mwenzako hawakuwezi. Piga kelele, sema hawaniwezi. Ongeza sauti, sema ni mimi ni roho. Hii lugha kama inaeleweka, sema amen, amen. Haya sasa ni mambo ya nini? Siri. Na hii siri haifunuliwi kila mtu. Hakuna mtu anajua. Tutakuangalia wewe, tulisoma wote, lakini wakati nakupita kimaisha sijasoma na wewe. Nimezaliwa na wewe tumbo moja, lakini saa nakupita kimaisha, utajua mimi sijazaliwa na wewe, mimi nimezaliwa mara. Hii lugha inaeleweka? Ngoja nimalizie. Upepo vuma upendako. Mwambie mwenzako, ninaenda ninapotaka. Iko hivi, ramani ya maisha yangu ni Kristo ndani yangu. Amen. Picha ya kesho ya maisha yangu nimeiona ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu hakuna mtu anaweza kaingia akakoroga maisha yako ya kesho. Kwa hiyo hapa nilipo hakuna mtu hajui, hakuna. Hata baba yangu hajui. Haleluya. Hata huyo aliyekana wewe hakujui. Hakujui. Mwambie mwenzako unijui chochote.
Sema amina, amina. Sema amen, amen. Ngeukie tena jirani mwenzako, mwambie hata ninapokwenda ujui. Nataka uione siri hii. Nataka uone siri hii. Ni siri inayofunuliwa kwa njia ya neno. Sasa inaendelea, anamalizia Yesu anasema hivi, ili niende kuomba. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Hali ya mtu aliyezaliwa kwa roho, hakuna ajuaye hatima yake ya kesho. Na ngoja nikwambie hivi, kama utajua siri ya upepo, kama utajua siri ya upepo, kazi ya upepo ni nini? Upepo unaweza ukapita mahali. Amen. Ukikuta chochote kimesimama kuzuia, upepo unaweza ukaangusha. Chochote kilichoko mbele yako hakiwezi kukuzuia uendako. Nimeona Marekani, upepo unaanza kimbunga, kinaitwa kimbunga. Ni upepo kinaanzia baharini. Kinasema mimi nataka niende kwenye jimbo fulani la Amerika, labda niende Texas. Wazungu ni wasomi kweli. Lakini kwenye upepo huo hawawezi kuzuia. Amen. Na jinsi unaonyesha mabawa yake na nguvu zake, jinsi unavyoanza kukoroga maji ya bahari, unayapekecha maji ya bahari. Wamama, si mnajua kupekecha uji? Amen. Haleluya. Alafu ukishapekecha unanyanyua yale maji juu. Ukinyanyua, alafu unaupeleka mbio sasa. Maji yanayobebwa kwenda angani yanasimama kama mti. Yanakimbizwa, yanaweza yakawa ni maji ya kilomita 1000 kwa saa. Yanakimbizwa. Yakimwagwa Dar es Salaam, yanafunika Dar es Salaam. Ni mafuriko, 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 mafuriko. Kumbe ni upepo umeamua kuonyesha nyinyi hamuniwezi. Naweza nikawakosesha mji huu mahali pa kulala. Haleluya. Wakati mwingine upepo unakuwa na kiburi kingine cha ajabu. Unaenda kukaa msituni, unahama baharini, alafu unaangusha miti. Miti iliyokaa kule porini. Marekani kuna misitu mikubwa. Ile misitu kama ya miti ambao mti umekauka, unachubuana na mti mwingine, swap, moto unachokea cheche. Kumbe upepo unaamua kuleta moto. Ukiwasha moto, unasema mimi siwashi nikaeka hapa, nataka niende mjini. Upepo unanyanyua moto juu. Niliwahi kuona Marekani, upepo wa Marekani wanajaribu kushindana na upepo unavyokwenda na ule moto. Wanapeleka ndege juu zenye kila aina ya dawa ya kuzima moto. Upepo unaangalia, unasema helikopta ile, upepo unapeleka moto huku. Hewa ya ile dawa inapita mahali hakuna kitu. Wakija upande huu, wanajaribu kukata miti. Ile upepo ukifika pale ukote hakuna miti ya kuchoma. Upepo unarudi nyuma hivi, alafu unaruka anga. Unaangukia kwenye nyumba ya mtu, unaanza tena. Mwambie mwenzako hawaniwezi. Sema tena, watapigana na mimi lakini hawataniweza. Maana hawajui nguvu zangu ziko wapi. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Siri ya Mungu iko ndani yako. Siri ya Mungu iko ndani ya yule baba, yule mama. Nataka nikwambie, katika kuzaliwa mara ya pili, siri ya Mungu inaanza kuonekana. Usipozaliwa mara ya pili, naweza nikakuona kama mtu yoyote aliyekuwepo ndani ya chombo ambacho Yesu amekaa. Yesu amekaa kwenye chombo, amelala ndani ya boti. Biblia inasema alikuwa ameweka ndani ya sherti, amelala. Alafu chombo kiko katikati ya bahari. Mawimbi yakaja na upepo ukavuma. Hakuna mtu alikuwa anaweza kupigana. Wanafunzi 12. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi 10.
na wawili wanashindwa kuelewa huu upepo umetoka wapi. Hii bahari imechafuka, imeanza nini? Mbona sio majira ya upepo? Wakajaribu kupigana na upepo, hawawezi. Lakini Yesu mwenyewe kalala. Hawajajua sio upepo, amen, uliovuma wenyewe, bali Kristo anawafundisha ninyi ni kama upepo, ninyi ni kama mawimbi, lakini hamjijui. Nimewafundisha neno, nikawapeleka mahali, mkasema mmesikia. Kila aliye na masikio kusikia akasema tumesikia. Ambia twendeni kwenye bahari tuvuke kwenda ng'ambo. Wanaenda baharini, hawajui kwamba mwenye bahari kaingia kwenye chombo. Sasa ngoja niwafundisha hao watu nguvu ya upepo. Lakini hawajajijua kwamba walikuwa wanatakiwa kujua nguvu ya upepo imo ndani yao. Yesu akasimama akasema, upepo tulia, na bahari nyamaza kimya. Vilipotulia, Biblia inasema wale wote wakaogopa, wakasema ni mtu namna gani huyu hata upepo na bahari vinamtii? Ni kwa sababu hawajajijua wewe na mimi ndio upepo. Sisi wawili tunaweza tukatikisa mahali, tunaweza tukakanyaga mahali, nguvu za giza zikakimbia. Wewe ni zaidi ya mtu yoyote, hakuna naye kujua. Ukigeuza hivi kichwa chako, hakuna mtu anajua unaelekea wapi. Hakuna mtu anajua kazi yako ni ipi. Ni Mungu anajua kesho unaenda kufanya nini, na kile unachoenda kufanya hakuna adui anaweza kukigusa, maana umeshatakaswa, umesafishwa tangu tumboni mwa mama yako, katika jina la Yesu. Hebu piga kelele, sema amen. Katika hilo ninapata picha ya maisha yangu. Namba moja, hakuna anayenijua dunia hii. Namba mbili, hakuna anayeniweza. Sema amen, amen. Ongea kwa sauti, sema hakuna anayeniweza. Namba tatu, hakuna anaweza kasimama mbele yangu. Sema hakuna kinachoweza kusimama mbele yangu. Jiangalie, jiambie mwenyewe, hakuna kitakachosimama mbele yangu. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Ndugu zangu, siri ya Kristo ndani yako ni kuzaliwa mara ya pili. Siri ya Mungu iliyofunuliwa haifunuliwi ukiwa hujazaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni hatua ya utakaso, ni hatua ya kutolewa katika mabaya uliozaliwa nayo, kuingia katika asili ya roho. Maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, na siku ya Pentekoste ilipofika, ukaja upepo kama upepo uendao kasi. Sema amen, amen. Ukaijaza nyumba yote. Wote waliomo ndani ya nyumba ile wakajazwa Roho Mtakatifu. Kitendo kile cha kuitwa upepo ukaja kasi, ukaijaza nyumba ile, ni kitendo cha waliomo ndani wanakwenda kuingia katika mabadiliko yasiyokwenda kuharibiwa na mtu. Sema amen, amen. Mabadiliko yanayoingia katikati ya uchawi, na uchawi hawezi kumdhuru. Katikati ya magonjwa, na magonjwa hayawezi kumdhuru. Katikati ya umaskini, na umaskini hawezi kumdhuru. Piga kelele, sema ninaingia katikati ya mabaya, na mabaya hayawezi kunifanya kitu. Tangia hapo Biblia inaonyesha kuanzia leo, neno utakalo liongea, neno lile litakalo toka ndani yako, sio neno, ni roho. Sema amina, amina. Kwa kuwa lile neno nalowaambia ninyi ni roho, Biblia inasema tena ni uzima. Likishaingia ndani yako, likitoka ni upepo uendao kasi. Sema amina, amina.